Stefan Kaya, yeye ni afisa viwango mwandamizi. Tunazungumzia TBS. Tunaamini kwamba Stefan, panapokuwa na uongezaji wa thamani wa kitu chochote, hasa tunapogusa katika upande wa chakula, mara nyingi wa Tanzania wanakuwa wanashtuka, tuna ule utomaso fulani. Mimi siamini, labda wanataka tusizae watoto wengi. Unakumbuka chanjo mbalimbali ambazo zimekuja zimeleta maswali mengi sana. Katika kitengo chako unatuhakikishiaje kwamba hivi virutubishi lishe ni salama na havina madhara ya aina yoyote? Asante sana kwa swali zuri. Nadhani nimeshajitambulisha. Mimi naitwa Stefan Kaya na tokea shirika la viwango Tanzania, na katika mchakato au ili zoezi la kuongeza virutubishi kwenye vyakula, TBS kupitia sheria yetu ya viwango tumepewa dhamana ya kusimamia masuala ya usalama wa chakula, ambao tunakuwa tunatekelezaje kusimamia masuala ya usalama wa chakula. TBS ukiangalia sisi ni shirika ambalo liko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, ambao tunasimamia pia masuala ya uzalishaji katika nyanja zote za uchumi wa nchi. Ukiachana tu na uzalishaji wa chakula, lakini pia tunasimamia pia uzalishaji wa bidhaa tofauti ambazo ziko kwenye sekta mbalimbali za uchumi wa nchi. Kwa hiyo kwenye upande wa kusimamia masuala ya usalama wa chakula, tunakuwa tekeleza usimamiaji kwa kupitia mifumo mbalimbali, ikiwemo kwamba tuna ile dhamana ya uandaji wa viwango, ambao viwango inakuwa ni yale matakwa au vigezo vya ubora na usalama ambavyo vinapaswa kuzingatiwa na mzalishaji yoyote ambaye anataka kuzalisha bidhaa yoyote. Kwa hiyo tukiangalia kwenye swala la uongezaji wa virutubishi kwenye chakula, kama mwenzangu alivyotangulia kusema, hii sheria inasimamia kuhakikisha kwamba kunakuwa na usalama na ubora wa ile bidhaa ambayo inaongezwa virutubishi, pamoja na kuwepo na ubora wa vile virutubishi ambavyo vinaongezwa kwenye vyakula. Kwa hiyo sheria yetu inasimamia vyakula vya aina 4. Hiyo sheria yenyewe inaitwa uongezaji wa virutubishi kwenye kanuni ya uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula. Inasimamia uongezaji wa virutubishi kwenye vyakula vya aina 4 kama alivyosema. Kuna unga wa ngano, unga wa mahindi, chumvi na mafuta ya kula. Na tuna viwango ambavyo tumeshaviandaa kwa kutumia watafiti wetu, wataalamu wetu ambao wameshatuonyesha kwamba kwa kuongeza kwa kiasi fulani haitaleta madhara, lakini pia itaweza kutosheleza ule upungufu ambao unaweza ukawa unatokea kwenye vyakula. Kwa hiyo kwenye hivyo viwango tumeainisha kabisa kwamba yani kwenye mafuta ya kula unapaswa kuongeza vitamin A. Kwa hiyo wazalishaji wote ambao wanajihusisha kwenye kuzalisha vyakula mafuta yaliyosafishwa na kufungasha wanapaswa kuongeza vitamin A, na lengo ni kwa ajili ya kuboresha afya, kama wenzangu wa Wizara ya Afya alivyotangulia kusema kwamba tunatokana na incidence ambazo kuna upungufu wa vitu kama vitamin A, ambao tunajua tukishakuwa na upungufu wa vitamin A inaipelekea kwenye maradhi na madhara ya kutokuona. Kwa hiyo lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii ya kesho ambayo inaweza kuepukana na haya madhara. Maana sasa hivi tunaona kwenye jamii tuna vijana wadogo wanatumia miwani. Vijana wadogo wa form 1 wanatumia miwani, kitu ambacho inaashiria kwamba hii changamoto bado ipo. Lakini pia kwenye kama alivyoelezea, tuna viwango hivi vya vyakula vya unga ambazo zimeongezwa virutubishi, unga wa mahindi na unga wa ngano. Lakini kwenye hii sheria ambayo ni ya sasa ambayo imekuwa enacted mwaka jana, ni wazalishaji wote. Ukishazalisha ukafungasha lazima uwe unakidhi matakwa ya hicho kiwango. Kwa hiyo kwenye unga tunaongeza kama hivyo madini chuma kwa ajili ya kusaidia kuepuka masuala ya upungufu wa damu, sana kwa wale wakina mama ambao wako katika umri wa uzazi. Lakini pia tunaongeza zinki. Tunaona umuhimu wa zinki. Zinki ina umuhimu sana katika reproduction, sana kwa wanaume, kuwezesha wanaume waweze kuwa very active kipindi chake cha uzazi. Lakini pia kinga ya mwili, zinc pia ina play role kubwa sana kwenye kuimarisha kinga ya mwili. Lakini pia tunaongeza hizo vitamin B ambao tunaona kuna moja inaitwa folic acid, ambao folic acid kitaalam hata wale wamama ambao wanaendaga clinic ile first trimester watakutana na manesi pale, wataambia kwamba lazima utumie vidonge vya folic acid, maana wanajua umuhimu wa folic acid ni katika zile siku za mwanzo za utungwaji mimba. Inasaidia sana katika brain formation, katika kufunga ule uti wa mgongo wa mtoto. Na
changamoto inatokea pale akikosa hiyo window ya kutumia hiyo folic acid, akikosa kutumia kwa kiasi kinachotakiwa, ndio tunaona kwamba tunapata watoto kwenye jamii ambao wanapata changamoto, wanazaliwa wanakuwa wana disability, unakuta mgongo ule uti wa mgongo hujafunga, au wengine wanakuwa na vichwa vikubwa vile ambavyo vinajaa maji. Hiyo ni kwa ajili kulikuwa na malformation mwanzoni kwa ajili ya upungufu wa vitu kama hizo vitamin B ambayo ni hiyo folic acid. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna umuhimu sana kuongeza kwenye unga wa ngano na unga wa mahindi. Lakini pia chumvi, uongezaji wa madini joto kwenye chumvi umeanza miaka 90, zamani sana. Maana tuliona kwamba tulikuwa tuna changamoto ya watu wengi sana kwa jamii kupata ule uvimbe shingoni, ile goita. Kwa hiyo ni mkakati ambao umeshaanza kuanzia miaka 90 na mpaka sasa hivi tunaendelea nao, maana tunajua bado kwenye jamii kuna baadhi ya wachache ambao bado wana changamoto ya kupata goita. Kwa hiyo ni mkakati ambao tunaendelea nao. Kwa hiyo kwenye chumvi tunaongeza madini joto na tunahakikisha kwamba mzalishaji yote ambaye anazalisha chumvi lazima aongeze madini joto kwa kiasi kinachotakiwa kutokana na matakwa ya viwango. Na tunaongeza vitamin E kwenye mafuta nishasema. Kwa hiyo ni jinsi gani tunahakikisha kwamba kinaongezwa kwa kiasi kinachotakiwa? Pale TBS tuna mifumo yetu ya upimaji, tuna maabara zetu ambazo zina umahiri kwenye masuala ya upimaji wa vyakula. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunazungukia viwanda, tunakagua na tunachukua sampuli, tunapima na tunahakikisha kwamba kile kinachoongezwa kinaongezwa katika muktadha wa viwango na kinakuwa kinaongezwa katika kiasi kinachotakiwa. Kisizidi, maana tunajua pia ya madini ya kizidi yanaweza kawa na madhara yake. Lakini pia isipungue ili tuweze kutimiza lile lengo la kuboresha afya ya jamii, sana sana katika yale makundi ambayo tunajua yana uhitaji kwa wingi. Stefan, tunafahamu kwamba hivi virutubishi ni vinaongezwa na kama mlivyosema kwamba vinaongezwa kuanzia kiwandani. Labda mwenye jukumu la kuweza kuongeza hivi virutubishi ni mmiliki wa kiwanda au ni nyie TBS? Mwenye jukumu ni yule mmiliki wa kiwanda. Yaani tunakuwa tunashirikiana na wadau wa maendeleo kuwaelewesha ni namna gani, maana tulisema huko nyuma kulikuwa na changamoto ya teknolojia. Lakini ile teknolojia ambayo inawezesha sasa kuongeza kwa kiasi kinachotakiwa kwenye chakula sasa hivi ipo. Na hiyo teknolojia tunashirikiana na Wizara ya Afya, Wizara ya Viwanda, kuna wale wadau wa maendeleo kwa ajili ambao ndio wametuwezesha hata katika uandaji wa hiyo teknolojia kuwazungukia. Nadhani kuna mwenzetu hapo ambaye amebobea kwenye masuala ya teknolojia ataelezea zaidi, kuwazungukia, kuwafungia hizo mashine na kuwaonesha jinsi gani ya kuset na kuweza na namna gani wanatakiwa kuongeza hivyo virutubishi. Inakuwa ni uongezaji wa virutubishi, inakuwa ni katika ule mnyororo wa uzalishaji. Yaani pale unapoweka mahindi yako, unapotaka kusaga, kunakuwa na sehemu tu ambayo vile virutubishi vinakuwa vinaongezewa. Kwa hiyo unavosaga unga wako na hapo ile virutubishi vinakuwa vinaongezwa kwa kiasi kinachotakiwa, inaenda na mix pamoja, unaenda unafungasha. Ni teknolojia ambayo ni rahisi, lakini nadhani mwenzangu ataelezea. Na kwenye hizi bidhaa 4 ambazo mmezichagua, unga ngano, unga mahindi, mafuta pamoja na chumvi, labda mna mpango wa kuongeza bidhaa nyingine katika kuongeza virutubishi? Sawa kabisa. Kwa sasa hivi tumesema hizo ni vyakula ambavyo kwanza katika uongezaji wa virutubishi ni mkakati ambao una principle zake. Na sisi wenyewe ni nchi wanachama wa Shirika la Afya Duniani. Na kutokana na principles ambazo zimewekwa na Shirika la Afya Duniani, inatuelekeza kwamba ni ili uweze kuboresha afya ya jamii, lazima kama unafanya fortification kwanza uidentify vile vyakula ambavyo vinatumika kwa wingi kwenye jamii. Kwa hiyo sisi tumelazimu hivyo vyakula 4, maana tumeidentify ni vyakula ambavyo kila mtu anatumia chumvi, mafuta atapikia, unga ngano unakula kwenye chapati, mandazi na vyakula vingi. Na sisi staple food yetu, yani kile chakula ambacho tunakula kila siku kwa wingi na kinapatikana kwa wingi ni mahindi. Utakuta mtu anampikia mtoto uji kwa kutumia unga mahindi, anasonga ugali. Kwa hiyo tumeidentify hivyo tukaweka kwenye sheria, maana tumeona ni vyakula vyetu ambavyo vitagusa jamii kwa sana au kwa wingi. Lakini uongezaji wa virutubishi ni mkakati ambao unalenga kuboresha afya. Na kuna vyakula vingine ambavyo sio vya lazima, lakini kuna viwanda ambavyo wanaongeza virutubishi kwenye vyakula hivyo. Mfano kama kwenye maziwa, kwenye yogurt unaweza ukaongeza vitamini na madini vya aina nyingine kwa lengo la kuboresha ile yogurt.
tunajua kwenye maziwa tunapata kama calcium na vitamin D. Kwa hiyo saa nyingine ili kuongezea kile ambacho kinapotea wakati wa uzalishaji, unaweza kurudisha hizo vitamini. Lakini pia kuna mchele. Mchele pia ni aina ya nafaka ambayo pia unaweza ukaongeza utubishaji wa vitamini na madini yale ambayo yanafanana na kwenye unga. Okay. Ni teknolojia ambayo inafanana, lakini hatujalazimisha iwe sheria kwenye mchele. Kwa hiyo kuna vyakula vingi tu ambao unaweza ukaongeza vitubishi, na tunaweza, kama ni mtu ambaye unaenda unanunua chakula ukasoma lebo, unaweza ukakutana na vyakula vingine ambavyo imekwambia kabisa hiki kimeongezwa vitubishi. Au ukienda kwa ukisoma Blue Band imeandikwa enriched with vitamin A, D na E. Kwa hiyo ni vyakula viko vingi sana mtaani na sio kitu ambacho ni kipya. Uongezaji wa vitubishi ni kitu ambacho kimekuwa kikitekelezwa kwa miaka mingi, na lengo ni kuboresha tu afya ya kile chakula ambacho kinafanywa usindikaji. Na umenijibu swali ambalo nilikuwa nataka nije niulize kwamba kwa sisi ambao tunaenda sasa supermarket au madukani, kwamba mtajuaje hii imeongezwa virutubishi na tofauti na kile ambacho na kwenda kuchukua kwenye duka la Mchaga pale ambaye kanunua kwa mkulima direct, kaenda mashine akasaga na akaja kapeki mwenyewe. Ni kweli kabisa. Sasa hata kwenye sheria yetu kuna eneo ambayo tumeainisha kwamba utatambuaje au ni kitu gani kitamwezesha mwananchi kujua kwamba hiki chakula kimeboreshwa na kimeongezwa vitamini na madini. Kuna logo ambayo imeandikwa chakula kimeongezwa kitubishi kwa ajili ya afya bora. Na ni logo ambayo ina rangi ya kijani na njano. Okay. Na mtu ambaye yuko kama anashangilia kwamba amepata kitu ambacho ni bora. Kwa hiyo kuna logo ambayo inatambulisha kwamba hiki chakula kimeongezwa vitubishi. Kwa hiyo tuko kwenye redio tuwezi kuirusha. Lakini kuna hiyo logo ambayo inamsaidia mtu sokoni akaweza kusoma na akajua kabisa hiki kimeongezwa vitubishi. Yeah. Okay, sawa. Na swali la mwisho labda kabla sijaenda upande wa pili. Ni kwamba nani hapaswi kutumia hivi vyakula ambavyo vimeongezwa virutubishi? Sawa. Tumesema kuongeza virutubishi kwenye vyakula ni kuongeza vitamini na madini kwa ajili ya kuboresha afya. Kwa hiyo yani matumizi ni kwa ajili ya jamii nzima. Kwa hiyo sawa, saa nyingine kuna wale ambao wanahitaji zaidi, lakini kila mtu anapaswa kutumia chakula ambacho kimeongezwa vitamini na madini kwa ajili ya kuboresha afya yake. Kwa hiyo huu ni mkakati wa public health, yani ni lengo la kugusa jamii nzima kwa haraka. Yeah. Mimi na shamba langu pale Andeni nyumbani pale nalima mahindi. Siwezi kupata hivi virutubishi baada ya kuvuna nikaenda kuchanganya mwenyewe? Hiyo inawezekana, lakini inabidi pia upitie katika vyombo vyenye mamlaka zaidi ili lengo ni kuweza kukuelewesha wewe kwamba unachanganya kwa ajili, yani isije kakuletea na wewe madhara hata kama unatumia kwa ajili ya matumizi yako binafsi.